Nilikuwa nimeongelea what you need to apply for the DV lottery. Kwa mfano education level, kama wewe ni mtu wa familia, uko na watoto, uko single, ama so on. Hizo vitu zote nilikuwa nimecover in my previous video. However, kwa hii video nataka niangalie kuhusu photo, because from the expert and from the research inaonyesha kwamba 90% ya watu wenye wanatolewa before wafika the final stage of random selection wanatolewa kwa sababu ya picha. Although kuna other errors, kwa mfano ku-apply mara mbili unatolewa, and other small details zenye kwa mfano kama kumaliza the application kuna other things ukuweka, you might be omitted. However, the key things zenye, the key item yenye inatoa watu, a lot of percent ya watu ni the photo. So in this video naenda kupeana the features zenye inafaa uzingatie, ama ule mtu unaenda kupiga picha azingatie, ama ule mtu anataka kusaidia kuapply, make sure your photo iko na hizi features before I submit your application. But the photo yeye anaweza edit, but kama hiyo photo yako ulichukua in a complicated situation, then inamaanisha kwamba hata even if akiedit haiwezi meet hizi standards. So make sure ukienda kuchukua picha, your photo must follow the following. The first one, lazima photo yako ikuwe colored. Iwezi kuwa black and white. And ukipigwa hiyo picha, make sure uso wako iko neutral face. Sawa sawa. Usiende hapo kama una smile, una frown, ama unaongea. Make sure uko neutral. Tuangalie size of the head. So kichwa ikuwe size gani? Kichwa kuanzia from the chin kufika to the head huku juu lazima ikuwe between 22 to 35 millimeters. Hii inamaanisha kwamba itakava almost 50 to 69% ya hiyo the entire photo. So make sure ukienda picha you put this in consideration. So inaweza kuwa 22, 23 mpaka ifike 35, the height of your head. Hiyo picha yako lazima ikuwe imechukuliwa within 6 months. Ukipiga picha inakuanga na details. Wewe usipochunga uta-submit udhani utacheza na system, but system can detect hii picha ilichukuliwa maybe more than 6 months ago. Na ikijulikana tu hivyo, wewe umetolea from the system. The background. Ni vizuri ndio unaweza change the background, unaweza piga maybe mahali then badilisha utoe hiyo background weka ingine, but the issue ni kwamba ina affect the quality of the photo sometimes. So it's good utafuta tu white sheet ama plain white background na upige picha yako, then itakuwa sawa kuliko uanze kuedit the background. Okay, wacha tuangalia mambo na kuface the camera. So picha yako ukipigwa lazima uko una face the camera directly. Your eyes should be facing, your face should face the camera, na macho yako yaangalia camera direct, so that iko na macho yako iko imefunguka pia. So ensure that usiende ukapiga sideways picha. You must face the chest and the face, lazima zote zikuwa zime face the camera. Mambo na uniforms hizo azikubaliki. Don't wear your uniform, wear your civilian attire ama your casual attire ukipiga picha. And since now unatumia the white background, is advised upigwa na a different color. Vaa different color ukienda kupiga hiyo picha. Kwa mfano uweze enda kupigwa hiyo picha na white, because kwa mfano background yangu ni white, nikivaa white kudifferentiate the background from myself would be difficult. So inakuwa vizuri unavaa yenye iko na contrast from the background. Tuangalie mambo na kuvaa makofia. So watu wenye tumezoea makofia itabidi hiyo wakati tutoe. You cannot wear your hat, or you cannot cover anything from on your head. Sawa. Hiyo haitajiki because ina cast shadow on your face, na pia ina block maybe masikio itaonekana and other things. So wanasema mambo na hat waachana nayo. However, kuna exceptions kwa religious people. Kwa mfano
kwa Corina wanaweza kuwa excused, maybe, I'm not sure, but wenye naelewa ni kwa Muslims, ladies for example, wanaweza kuwa excused from this. Headphones hizo wachana nazo. Eyeglasses wachana nazo. So the size of the photo should be 2x2. It means 2 inches, 2 inches. Ukinini. So hii inamaanisha after kupiga hiyo picha wanaweza kusaidia kuedit, but editing should be very very minimal. So yule mtu mwenye anapiga picha lazima akue anaelewa the kind of picha anataka, and unamwambia ana set, asikusongee sana na asisonge mbali sana, but set the camera ichukue this kind of details. Eye height, watu wengi wanasahau hii, the eye height. So unaona from the bottom of your photo, so to assume picha yangu inaanza hapa, from hapa paka penye jicho iko inafaa ikue between 28 millimeters to 35 millimeters. So one, from the bottom of that photo to the eye, which yenye tunaita eye height, lazima ikue between 28 to 35. But head size, hiyo tulisema from the chin to the top of the head ikue between 22 to 35. Usisahau. So the image dimension ikue 600 by 600. Sawa sawa. Hizo ni pixels. Isikusi ati ni millimeters. Hizo ni pixels. However, kuna sometimes wanakubali 1200 pixels. So 1200 by 1200 because lazima ikuwe square. Na wale wenye wako na masikio yenye inajificha, imejificha kama hii yangu, ukifanya hivi inajificha, ukifanya hivi inajificha, tafuta katishu weka huko nyuma ile wakati ikae kama ya sungura, ionekane, then all will be good. So wale wale submit their photos nitakuwa nazipitia before application ianze, so that uko na time kama unaweza rudia picha ama yako iko sawa, because filling details haina issue, but to verify hizo photos and other things, that's where the problem is. All right, kama uko na swali leave it in the comment section. Thank you for watching, see you in my next video. Na kama uko watch ile ya kwanza niliongelea what you require to apply the DV lottery, go to my YouTube channel ama enda Facebook page, follow me for more.